Ndiyo mpendwa mtazamaji wangu, hebu tushirikiane maneno kutoka katika kitabu cha Isaya ile sura ya 28 pale. Nitasoma ule mstari wa 14 pale, nianze pale alafu nitaruka mstari kadhaa. Basi lisikieni neno la Bwana, enyi watu wenye dharau, nao watawala watu hawa walio ndani ya Yerusalemu. Hapa Mungu ananena juu ya watawala. Wakati huo alikuwa ananena juu ya watawala ambao wanaitawala Yerusalemu wakati ule, lakini sasa ni kama Bwana amenyamaza kwa habari ya Yerusalemu. Ananena sasa kwa habari ya picha kubwa ya watawala wa dunia, maana Yesu alipokuja dunia yote sasa ina neema ya kuiendea kiti cha rehema, ina neema ya kila mmoja kuokolewa kwa yule ambaye atakubali nafasi hiyo ya wokovu. Sasa kuna ule mstari ambao nilitaka tuangalie, mstari wa 15. Kuna maneno wanasema hawa watawala, Biblia inawaita watu wenye dharau. Maana yake wako watawala wenye dharau, wamekuwa na dharau kwa sababu ya kukaa katika madaraka na wamelevya na haya madaraka, kwa hiyo wamejaa dharau ndani. Wanasemaje? Sikiliza nini kinawapa dharau. Mstari wa 15 Isaya anaeleza pale, anasema kwa sababu mmesema tumefanya agano na mauti. Kwa hiyo wao sasa wamejiona kwamba wamefanya agano na mauti. Ina maana katika mikataba yao ya giza wameingia kufanya agano na mauti. Iko nasikia viongozi fulani wa mataifa fulani wanasema wanaona uwezekano wa kuongeza muda wa kuishi. Wamejaribu kufanya utafiti, wanasayansi waone namna gani. Kwa nini? Wanajiuliza swali, kwa nini kitabu cha Biblia kinaandika watu wa zamani waliishi miaka mpaka 900? Kwa ni kama wanataka kurejesha hicho kitu ili waendelee kuishi muda mrefu, na teknolojia sasa imewasaidia na wao wanadhani wanaweza kwenda umbali huo, japo hawezi kuzidi, lakini wanataja miaka mpaka 150. Sasa kwa sababu hiyo wamefanya maagano na mauti, kwamba sasa kuzimu imekuja imewapa ufahamu kwamba hamtakufa, lakini wamesahau kwamba mauti nayo inawajibika kwa Yesu Kristo, maana funguo za kuzimu na mauti anazo Yesu Kristo. Anaendelea mbele, anasema wao watu wanasemaje? Wanasema tumepatana na kuzimu. Unaona? Kwa hiyo wamefanya mapatano na mauti, lakini pia wamefanya mapatano na kuzimu. Kwa hiyo wana mikataba, wana jeuri, wana uchawi, hawezi kurogeka, wana kila sababu. Ina maana hawezi kufa kwa ajili ya uchawi na ugonjwa na magonjwa mbalimbali. Wao wanajiona wako salama. Kwa maana nyingine, idadi ya ile miaka ambayo Mungu ameiweka kwao inabakia jinsi ilivyo, kwa sababu hakuna ugonjwa utakaoondoa, kwa sababu wamepatana na mauti, ambako shetani anafanya kazi ya kuleta magonjwa, anafanya kazi ya kukomesha maisha ya watu. Kwa ni kama wao wanajiona wako salama kwa kufanya hayo mambo. Lakini mbele kidogo wanasemaje tena? Wanasema kwa hiyo kwa sababu tumefanya patano na mauti na kuzimu, wanasema tena kwamba pigo lifurikalo litakapopita halitatupata sisi, halitatufikia sisi. Kwa hiyo wanaamini kwamba hakuna magonjwa yatakayowakuta. Ndio maana unaona wana afya wakati mwingine. Unaona ni kama wao hawaugui, wakati mwingine ni kama wao muda wote wana afya, lakini watu wengine wamepata shida. Kwa hiyo wamejiona wako salama kwa sababu wamefanya haya maagano. Sasa kwa nini wanasema, sababu gani wanajiona wako salama? Wanasema tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio. Kwa hiyo wanasema maneno ya uongo kwao yamekuwa ni kimbilio. Lakini jambo jingine wanasema kwamba tumejificha chini ya maneno yasiyo kweli. Kwa hiyo unaona hawa watu wa giza ambao wamesimama, watawala hawa dhalimu, wamejificha katika uongo, kwa sababu ndio msingi wa baba yao Shetani. Shetani ni mwongo. Shetani asiposema uongo, ufalme wake unaharibika. Kwa hiyo ndivyo ambavyo inaonekana. Kwa hiyo na wao wamejikita katika uongo. Kwa hiyo hawawezi kusema kweli, kwa sababu kweli itakaposemwa ndiyo itakayopelekea kuanguka kwao. Kwa hiyo wanasema uongo muda wote ili waendelee kubakia kwenye hiyo nafasi, au kubakia kwenye nafasi zao. Kwa hiyo uongo ndiyo salama yao. Sasa uongo una mambo mengi kuyafanya. Ili uendelee kutunza uongo lazima ufanye uovu mwingi sana. Ndio unaona hawajali juu ya vifo vya watu, hawajali juu ya maisha ya watu, hawajali juu ya tabu za watu. Kuna baadhi ya nchi ukisikia mpaka unahuzunika. Watu wametawala kwa muda mrefu, wao tu na familia zao. Watu wameongoza kwa muda mrefu, ni wao tu na familia zao.
lakini hawajali maisha ya watu wengine, wameendelea kujinufaisha wao wenyewe. Lakini sasa liko neno ambalo Mungu anasema, niseme na wewe sasa, nilete liko tumaini pamoja na hiki wanachokisema. Sikiliza Mungu anawaambiaje, mstari wa 18. Anasema, na agano lenu mliloagana na mauti litabatilika. Kwa hiyo lile agano ambalo wao wameagana na mauti, nitangaze kwamba Bwana amesema kwamba agano hilo litabatilika. Anasema tena, mapatano yenu mliopatana na kuzimu hayatasimama. Kwa hiyo Mungu anakwenda kuyabatilisha maagano yao waliofanya na mauti. Ina maana watakufa, watakwenda kufa wao kama ambavyo wameua watu wengine, watakwenda kufa wao kama ambavyo wao wamekuwa wakidhani kwamba wataishi milele. Lakini anasema pia lile patano waliopatana na kuzimu limebatilika. Ina maana hawatakuwa na maficho tena, kwamba wajifiche kuzimu, kwamba wao wawe salama, watende mambo wafu wawe salama, waweze kuvuka vipengele mbalimbali, mahakama zisiwashike, wajione kwamba wao wako juu ya sheria. Mungu anakwenda kushughulika nao. Lakini anasema pia pigo lifulikalo litakapopita, anasema ninyi mtakanyagwa nalo. Mungu anaonya. Wao walizani kwamba pigo litakapokuja watajificha katika uongo wao, lakini Mungu anasema litakapopita hilo pigo litawakanyaga wao. Kwa hiyo mtakatifu wa Mungu, wewe ambaye hujampokea Yesu Kristo, wewe ambaye unaishi maisha ya kiungwana, unatamani kuona haki kitawala, liko tumaini ambalo tunaliona. Mungu anakwenda kufanya hayo mambo, na nikwambia hakika yatatimia. Mimi ni mjumbe tu ambaye ninakukumbusha kwamba Yesu Kristo yu njiani kuja, hata kawia sana. Jiandae, mwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili nawe uwe sehemu ya utawala wake atakaotawala kutoka Yerusalemu na kutawala dunia nzima. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.